Kaunti ya Busia ikiwa miongoni mwa kaunti zinazoongoza kwenye visa vya ulanguzi wa watu hasa watoto eneo la mpakani, mashirika ya kijamii yamejitokeza kuanzisha uhamasisho wa jamii kukabiliana na changamoto zinazowakumba waathiriwa wa visa hivyo. Kulingana na baadhi ya viongozi wa kidini kaunti ya Busia, wakiwemo wale wa kanisa la Jeshi la Wokovu na dini ya Kiislamu, idadi kubwa ya watu waliolanguliwa hukumbana na msongo wa mawazo kutokana na mateso wanayopitia, na hivyo basi kuna haja ya kuwapa ushauri nasaha. Mwanahabari wetu Evans Kuoba na habari hiyo kwa kina. Kaunti ya Busia ni miongoni mwa kaunti ambazo zinazidi kuongoza katika visa vya ulanguzi wa watu kutokana na uwepo wake mpakani, hali ambayo imewashinikiza washikadau kutoka idara husika kutafuta suluhu la kudumu. So threat ilikuwa kitambo, kwa sababu ilikuwa kijulikana ya kwamba wewe ndio unafuatilia sana mambo ya ulanguzi wa watu, ungekuwa tena shida. Watoto ni tunaona wakienda kwa shule na boda sana ulangulu wao watoto. Kwa hivyo huwa tunawapatia mwelekeo na tunawapatia mafunzo. Kutokana na mateso, dhuluma na mahangaiko yanayokumba waliolanguliwa, wengi wamesalia kupitia changamoto ya msongo wa mawazo. Kama juzi kuna mtoto wawili tuwakuta ukiwa na msongo wa mawazo, hata mwingine anataka kunyonga kwa sababu amekosa kwenda shule. Tuweze kumpatia ushauri na na haki. Kwa hivyo anakuwa tu mnyonge, lazima sasa aongeleshwe ndio afanye nini, ndio akuwe sawa. Bure ataungana, wengine wanapata wanataka wanajinyonga kwa sababu hakuna mtu amempatia guiding and counseling. Kwa sasa washikadau kutoka kanisa la Jeshi la Wokovu wameanzisha mchakato wa kuhamasisha jamii ili kusaidia kutatua ukatili huo. Jambo hili linakuja wakati mwingine